Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, sura ya kwanza. Moyo mtakatifu wa Yesu ni nini? Maana ya moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa nini kanisa linauheshimu moyo wa Yesu? Alama na ishara zinapatikana katika picha ya moyo mtakatifu wa Yesu. Sura ya pili. Historia ya ibada ya moyo mtakatifu. Mwanzo wa ibada katika kanisa la kale. Watawa na watakatifu waliendeleza safari ya ibada hadi kuwa ya ulimwengu mzima. Sura ya tatu. Watakatifu walioeneza ibada hii ni Mtakatifu Bernardi wa Clairvaux, Mtakatifu Gertrudi Mkuu, Mtakatifu Mekitilde, Mtakatifu Bonaventura na Mtakatifu Eudes. Sura ya nne. Maono ya Mtakatifu Margareta Mary Alacoque. Yesu alimfunulia moyo wake. Tazama moyo uliowapenda wanadamu. Ombi la kuanzishwa kwa sikukuu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Sura ya tano. Ahadi 12 za moyo mtakatifu wa Yesu. Moja, neema za maisha. Pili, amani katika familia. Tatu, faraja katika mateso. 4, kimbilio wakati wa maisha na kifo. 5, baraka katika kazi. 6, huruma kwa wenye dhambi. 7, kuwasha upendo kwa walio vuguvugu. 8, ukuaji wa watakatifu. 9, baraka kwa nyumba zenye sanamu au picha yake. 10, neema kwa mapadre kugusa mioyo migumu. 11, majina ya waeneza ibada kuandikwa katika moyo wake. 12, ahadi kuu ya Ijumaa 9 ya kwanza. Sura ya 6. Ijumaa 9 za kwanza. Maana yake, masharti yake, kusudi lake la kiroho. Sura ya 7. Saa takatifu. Asili yake. Kwa nini kuadhimisha Alhamisi usiku? Kuungana na mateso ya Yesu Getsemane. Sura ya 8. Papa na moyo mtakatifu wa Yesu. Papa Leo wa 13 na kuweka wakfu ulimwengu. Papa Pius wa 11 na fidia kwa moyo wa Yesu. Papa Pius wa 12 na waraka Haurietis Aquas. Papa Benedikti wa 16 na kuimarisha ibada. Papa Francis na waraka Dilexit Nos. Sura ya 9. Mwezi wa Juni, mwezi wa moyo mtakatifu. Kwa nini Juni umewekwa wakfu? Novena na sala maalum. Ibada zinazofanyika mwezi huu. Sura ya 10.
kutawaza moyo mtakatifu nyumbani. Maana ya enthronement. Faida kwa familia. Familia kama kanisa la nyumbani. Na sura ya 11. Moyo wa Yesu na moyo safi wa Maria. Umoja wa mioyo miwili. Nafasi ya Bikira Maria katika ibada hii. Njia ya kufikia au njia ya kufika kwa Yesu kupitia Maria. Sura ya 12. Ujumbe kwa washirika wa moyo mtakatifu wa Yesu. Kuishi upendo badala ya maneno. Kuwa misionari wa huruma. Kufanya fidia kwa dhambi za ulimwengu. Kujitoa kwa Ekaristi, sala na huduma. Hitimisho. Moyo wa Yesu bado unaita, wito wa toba, wito wa upendo, wito wa utume. Yesu mpole na mnyenyekevu wa moyo, unifanye moyo yetu ifanane na moyo wako. Moyo mtakatifu wa Yesu, alama ya upendo usio na mwisho wa Mungu kwa wanadamu. Utangulizi. Ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu ni mojawapo wa ibada maarufu na zenye ushawishi mkubwa katika kanisa Katoliki. Kiini chake si kuabudu kiungo cha mwili, bali kumwabudu Yesu Kristo, ambaye moyo wake unaonyesha upendo wake usio na mipaka kwa wanadamu. Katika Biblia, moyo ni mahali pa maamuzi, upendo, huruma na mapenzi ya mtu. Hivyo tunaposema moyo wa Yesu, tunazungumza upendo, huruma na neema au rehema za Kristo kwa ulimwengu. Moyo huo ulipenda mpaka ukakubali mateso, msalaba na kifo ili mwanadamu apate uokovu. Sura ya 1. Moyo mtakatifu wa Yesu ni nini? Moyo mtakatifu wa Yesu ni ishara ya upendo wa Mungu kwa wanadamu, huruma isiyo na mwisho, sadaka ya Yesu msalabani, uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake, chanzo cha rehema na msamaha. Ndiyo sababu picha yake huonyesha moyo unaowaka kama mnavyoona kwenye picha na sanamu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Sura ya 3. Historia ya ibada. Katika karne ya kwanza ya Ukristo, waumini walitafakari sana mateso ya Kristo na hasa jeraha la ubavu wake. Baadaye watawa na wanateolojia walizidi kutafakari kwamba ubavu uliofunguliwa unaonyesha upendo wa Mungu. Katika karne ya 12 na 13, Mtakatifu Bernardi wa Clairvaux, Mtakatifu Bonaventura, Mtakatifu Gertrude Mkuu na Mtakatifu Mekitilde walieneza tafakari juu ya moyo wa Kristo kama chemchemi ya rehema.
Kadiri muda ulivyopita, ibada hii ilienea katika monasteri na baadaye katika kanisa lote. Sura ya 14. Mtakatifu Margareta Mary Alacoque kati ya miaka ya 1673 na 1675, mtawa huyu wa Ufaransa alieleza kuwa alipokea mafunuo kutoka kwa Yesu kuhusu moyo wake. Ujumbe maarufu zaidi ulikuwa, tazama moyo uliowapenda wanadamu sana, lakini kwa malipo unapokea ukosefu bila shukurani. Watu wamrudie kwa upendo. Yesu aliomba watu wamrudie kwa upendo, wafanye matendo ya toba au matendo ya fidia, na kanisa liadhimishe sikukuu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Maono haya yalichangia sana kuenea kwa ibada hii duniani. Sura ya 5. Ahadi 12. Katika mapokeo ya ibada hii zimeenea ahadi 12 kwa wale wanaoishi ibada kwa uaminifu. 1. Atawapa neema zinazohitajika katika hali zao za maisha. 2. Atawapa amani katika familia. 3. Atawafariji katika shida. 4. Atakuwa kimbilio lao wakati wa maisha na kifo. 5. Atabariki kazi zao. 6. Wenye dhambi watapata chemchemi ya rehema. 7. Walio vuguvugu watakuwa wenye bidii. 8. Wenye bidii watakuwa katika utakatifu. 9. Atabariki mahali panapoheshimiwa moyo wake. 10. Atawapa mapadre neema ya kugusa mioyo migumu. 11. Waeneza ibada hii watakuwa karibu na moyo wake. 12. Wanaoshiriki komunyo katika Ijumaa 9 za kwanza mfululizo kwa roho ya ibada na toba wanatajwa katika mapokeo haya kuwa watapewa neema ya kuvumilia hadi mwisho. Ibada hii inalenga kumkaribia Kristo kwa imani, toba, upendo, si kuchukua ahadi hizi kama kanuni za umoja kwa moja inayofanya kazi bila maisha ya Kristo. Sura ya 6. Ijumaa 9 za kwanza. Waumini wengi huadhimisha Ijumaa ya kwanza ya kila mwezi kwa miezi 9 mfululizo. Kushiriki misa takatifu, kupokea Ekaristi takatifu wakiwa katika hali ya neema, na kutoa matendo ya fidia kwa upendo wa Kristo au kwa upendo wa Kristo. Lengo ni kuimarisha uhusiano wa karibu na Yesu. Sura ya 7. Saa takatifu. Saa takatifu ni kipindi cha sala na tafakari mbele ya Yesu mara nyingi.
kikikumbuka mateso yake bustani ya Getsemane. Ni wakati wa kuabudu, kutubu, kuombea ulimwengu na kuunganisha mateso yetu na ya Kristo. Sura ya 8. Mapapa na kuendeleza ibada. Mapapa mbalimbali wamehimiza ibada hii. Papa Leo wa 13 aliweka rasmi dunia chini ya moyo mtakatifu wa Yesu mwaka wa 1899 na kuhimiza kujitoa kwa Kristo. Papa Pius wa 11 alisisitiza umuhimu wa fidia na upatanisho kwa upendo wa Kristo. Papa Pius wa 12 aliandika waraka muhimu unaoeleza msingi wa kibibilia na kiteolojia wa ibada hii. Papa Benedikto wa 16 alihimiza waumini kumrudia Kristo kupitia moyo wake. Papa Francis ameelekeza tafakari upya kuhusu maana ya moyo kama kitovu cha upendo na huruma ya Kristo kwa mwanadamu wa leo. Sura ya 9. Mwezi wa Juni. Katika mapokeo ya kanisa Kilatini mwezi wa Juni umewekwa kwa namna ya pekee kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu. Waamini huadhimisha novena, rozari na sala maalum, ibada ya Ekaristi, matendo ya upendo na huruma. Sura ya 10. Kutawaza moyo mtakatifu nyumbani. Familia nyingi huweka picha ya moyo mtakatifu wa Yesu mahali pa heshima nyumbani kama ishara kwamba Kristo ndiye mfalme wa familia. Hii ni mwaliko wa kusali pamoja, kusameheana, kuishi upendo na kumweka Kristo katikati ya maisha ya familia. Sura ya 11. Moyo wa Yesu na moyo safi wa Maria. Katika mapokeo ya kanisa, ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu mara nyingi huunganishwa na ibada kwa moyo safi wa Bikira Maria. Maria ndiye aliyemlea Yesu na alisimama chini ya msalaba. Hivyo waamini wengi huona mioyo hii miwili ikiwa imeunganishwa katika mpango wa wokovu. Moyo wa Yesu ukitoa upendo wa Mungu na moyo wa Maria ukijibu kwa kutii na imani. Sura ya 12. Ujumbe kwa washirika wa moyo mtakatifu wa Yesu. Mashirika au mshirika wa kweli anatakiwa kuishi maisha ya sala, kushiriki Ekaristi takatifu kwa bidii, kupenda maskini na wahitaji, kusamehe maadui, kuleta upatanisho katika familia, kueneza Injili kwa mfano wa maisha, kufanya matendo ya fidia na huruma. Mshirika hapaswi kujivunia beji au sare yake pekee. Anatakiwa kuonesha tabia ya Kristo.
Hitimisho. Moyo Mtakatifu wa Yesu ni mwaliko wa kuingia katika shule ya upendo wa Mungu. Ujumbe wake mkuu ni kwamba Mungu hakumwacha mwanadamu, bali alimpenda mpaka kutoa mwana wake kwa ajili ya wokovu. Kwa hiyo, ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu si desturi ya nje tu, bali ni mwito wa kubadilisha moyo wetu ili ufanane na moyo wa Kristo, moyo wa upendo, moyo wa huruma, moyo wa msamaha na utume. Sala fupi. Ee Yesu mpole na mnyenyekevu wa moyo, uifanye mioyo yetu ifanane na moyo wako. Tujalie tupende kama ulivyopenda, tusamehe kama ulivyosamehe, na tuishi kwa utukufu wa Mungu na wokovu wa watu wote. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.